Mtazamaji na msikilizaji wa simulizi hii ya mapenzi kati ya mbingu na dunia, karibu katika mwendelezo wa simulizi hii, na hii ndiyo sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi hii ya mapenzi kati ya mbingu na dunia, ambapo tunaendelea na sehemu ya 10 baada ya kusikiliza sehemu ya 9, ambapo Brian aliduaa kwa machozi yakimtoka polepole baada ya kufahamu kwamba Faith alikuwa na ugonjwa wa moyo ambao kwa muda mrefu Faith hakumwambia. Je, nini kitaendelea katika sehemu hii ya 10? Basi endelea kufuatana nami. Mimi ni Kiliwan. Baada ya majaribu yote, sasa Brian na Faith wanakabili changamoto kubwa zaidi, hali ya afya ya Faith. Lakini kwa mara hii, upendo wao unapaswa kuwa shujaa, si hofu. Brian aliketi kando ya kitanda cha Faith hospitalini. Alimshika mkono, macho yake yakimwangalia kwa upendo usio na masharti. Faith, usijali. Tumepitia dhoruba nyingi. Safari hii nipo hapa kila wakati. Faith kwa sauti dhaifu. Brian, sikutaka kukuletea huzuni. Nilijua tukisonga mbele na ndoto yetu ya ndoa, hatari hii ingeonekana. Nilijua lazima tusimame pamoja, lakini siwezi kukuadaa. Brian alimshika kwa nguvu, macho yake yakimimina machozi. Unapenda upendo wetu? Unapenda upendo wetu? Hili ni jambo dogo. Tunapambana pamoja kama familia, kama watu wawili wanaopendana kweli. Wazazi wa Faith walifika hospitalini. Baba yake alimkuta Brian akiwa ameketi kando ya kitanda, akipiga gumzo kwa utulivu. Baba yake Faith kwa utulivu, machozi yakiwamo. Brian, nimeona upendo wa kweli. Hauna maneno mengi, lakini matendo yako yamezungumza. Sasa ninaona uhai wa binti yangu ni salama kwako. Naahidi kukusaidia, si tu kwa Faith, bali pia kwa familia yenu yote. Faith akanyamaza, akamkumbatia baba yake na kisha Brian. Kwa machozi ya furaha, Faith akajibu, asante kwa kila mtu. Leo nimeona upendo kweli ni nguvu isiyoyumba. Miezi michache ilipita. Faith alianza kupona taratibu chini ya uangalizi wa madaktari. Brian alikuwa kila wakati pembeni yake, akimsaidia kuepuka mawazo mabaya na kuendeleza matumaini. Wazazi wote waliona jinsi kila tukio lilivyowakumba moyo. Kutoka mapenzi, migogoro, hadi changamoto za maisha, walijifunza kuwa upendo wa kweli hauna woga. Harusi yao hatimaye ilifanyika. Hakuna furaha iliyoshika vipimo kama ile siku hiyo. Brian na Faith walikusanyika mbele ya familia, marafiki na wote waliokuwa wametazama safari yao, wakiwa wamesimama kama mfano wa uvumilivu na uaminifu. Safari ya Brian na Faith inatufundisha mambo matatu makuu. Upendo wa kweli unavumilia dhoruba. Mara zote hatuwezi kudhibiti dunia,
lakini tunaweza kudumisha moyo safi. Jambo la pili, uaminifu ni nguzo ya maisha. Heshima, kuaminiana na kufanya mema bila matarajio ya kurudishwa ni nguvu ya kweli. Jambo la tatu, familia ni msaada, si kizuizi. Wakati mzuri au mbaya, kuelewa na kusimama pamoja huunda msingi wa maisha yenye furaha. Katika maisha, kila mtu anakabiliwa na majaribu, lakini unashikilia upendo, heshima na uaminifu, hakuna dhoruba inayoweza kuangusha moyo wako. Mwisho wa episodi ya 10 na mwisho wa simulizi hii ya mapenzi kati ya mbingu na dunia. Lakini swali kwako bado na kuacha nalo. Je, ni kitu gani unachojifunza kutoka kwa uvumilivu wa Brian na Faith? Ungechukua hatua gani kama ungekuwa katika changamoto kama hiyo ya Faith? Ni nguzo gani kati ya upendo, uaminifu na familia unaona ni muhimu zaidi kwa maisha ya kweli? Mwisho wa episodi hii na mwisho wa simulizi ya mapenzi kati ya mbingu na dunia. Lakini mwisho wa simulizi hii ni mwanzo mzuri wa simulizi nyingine. Simuliaji wako ni mimi Kiliwan. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment. Kwa wewe ambaye mwenye maoni mbalimbali, karibu sana, nami niko tayari kuyapokea. Maisha ya Juma hayakuwa rahisi. Kila siku alikuwa akiibuka mapema, akikimbia ndoto ndogo ndogo za kubadilisha hali ya familia yake. Lakini ndoto hizo mara nyingi zilikuwa kama upepo tu, zinapita zikiacha baridi. Juma anatembea kuelekea shuleni. Kwa kazi za mchana anaonekana mchovu, lakini macho yake yanaangaza ndoto. Anajisikia mwenyewe sauti ya ndani ikisema, leo nitapata kitu kikubwa, lazima nitafute njia, siwezi kuendelea hivi. Usikose kufuatilia simulizi hii mpya ya Njia Zisizorudi kupitia Heaven TV.